Hujambo mtazamaji, karibu sana katika onyesho letu lingine la leo ambalo linaitwa Ni Wakati Wako. Onyesho ambalo linaruhusu upendo wa Mungu kukuongoza katika masuala mengi ya maisha. Timu ya kwanza kutana naye Pop. Yeah! Jen. Yeah! Na Sally. Yeah! Na katika timu hii ya pili kutana naye timu Sarah na Thomas. Je, muko tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya leo? Ndio. Ndio. Sawa kabisa. Timu ya kwanza, muna sekunde 10 peke yake kujibu swali hili. Kijana mgeni anapata uhamisho kuingia shule lenu. Sasa ni wakati wenu. Kwanza tutataka kuona kama yeye yako sawa kama sisi, Ama awe mwenye sura ya kupendeza au mwenye pesa. La, nafikiri Mungu anataka si tuwe wema na tumkaribishe. Wakati umeisha. Ni kitu gani cha kupendeza unaweza kufanya ikiwa ni wakati wako? Lakini kama ni mwenye sura ya kupendeza tujipendekeze kwake. La, sitani mumepata jibu sahihi. Mnaona, na tupasa tu wakarimu kwake. Sasa ni nafasi ya timu ya pili. Ni wakati wenu. Ndio, Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 na inasema upendo hufadhili. kwa hivyo inafaa tumuonyeshe upendo, ukarimu na tumkaribishe kama rafiki yetu. Vizuri sana. Ni wakati wenu, timu ya pili. Swali ndilo hili. Mama yako anajihisi mgonjwa na anahitaji mtu wa kuweza kumsaidia ndugu yako mdogo na dada yako mdogo. Sasa ni wakati wenu. Wow, hiyo ni ngumu. Na ikiwa marafiki zangu watakuwa na mchezo wakati huo? Mtu mwingine anaweza jaribu. Labda tuweza kuwa karimu kwa mama na tumsaidie. Lakini hao ni marafiki zangu. Jibu lenu ni lipi? Mimi sijui. Hilo swali ni ngumu kabisa. Pole, wakati umeisha. Sasa ni nafasi ya timu ya kwanza. Ni wakati wenu. Mimi nitafurahi kumsaidia mama iwapo ataniahidi kunipa kitu. Hapana. Nadhani Sara alikuwa na wazo zuri hapo awali. Mungu anataka sisi tuwe wakarimu kila wakati. Methali 3:3 inasema, usiache kama upendo na uaminifu vitengane nawe. Vifunge shingoni mwako, viandike katika ubao wa moyo wako. Sawa kabisa, umepata hilo vizuri sana. Sally, umepata swali la pakishishi. Swali la pakishishi ni ukarimu upi ambao tutauweka na kuandika ndani ya mioyo yetu? Ukarimu ni sehemu ya upendo wa Mungu. Ufanye kumsaidia au kumuinua mtu. Haufanyi kwa kutarajia kupongezwa, bali ufanye kwa sababu ni jambo jema. Vizuri sana Sally. Wow, huyu msichana wako sawa kwa hii. Ndugu yake mkubwa ana ukarimu sana. Nadhani alijifunza kutoka kwake. Sasa ni wakati wa timu ya pili. Mnahitaji kujaribu sana. Swali lenu ni hili. Kijana jirani ni kisiwi, hawezi kusikia na anapenda kucheza na marafiki. Baadhi ya watu ni wabaya na hupenda kumdhihaki na kumdhulumu. Ni wakati wenu. Tunaweza kuwa mkarimu kwa kujifunza lugha ya ishara na kuwa marafiki zake na pia kumheshimu yeye. Vizuri sana. Hiyo sauti inamaanisha ni wakati wa swali kwa kila mtu, ambapo kila mtu atapata pointi kwa jibu sahihi. Je, muko tayari? Ndio. Sawa kabisa. Swali ni katika maisha yako ya kawaida ni njia zipi vijana wanaweza kuonyesha ukarimu? Kwa kumtembelea mtu ambaye ni mgonjwa na kumtia moyo. Point. Sawa. Ndio. Kwa kumsaidia mtu mkongwe kuvuka barabara. Point. Kwa kuchukua muda kumsaidia ndugu yangu mdogo kuelewa kasi yake ya shule. Ndio, umepata. Kwa kumsaidia nyanya wakati anabeba vitu kutoka sokoni. Ndio.
Hiyo ni max. Kwa kumwandikia mtu mwenye ako na shida ujumbe. Ndio, point. Kwa kumsaidia babangu kuelewa kutumia simu yake, kwa sababu wakati mwingine anachanganyikiwa.